Bado tupo mkoani Rukwa. Tunaangazia namna ambavyo serikali inaendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo, ambapo leo tutaangazia usafiri wa anga. Baada ya kuingia madarakani, Rais Daktari Samia Suluhu Hassan aliridhia kutolewa kiasi cha shilingi bilioni 60 kwa ajili ya ukarabati wa uwanja wa ndege wa Sumbawanga, ambapo yeye mwenyewe aliweka jiwe la msingi. Ukarabati ulikwenda sambamba na ujenzi wa jengo jipya la abiria ambalo litakuwa na uwezo wa kuhudumia abiria 70 kwa mara moja, na kwa mwaka ni abiria 150,000. Na hatimaye leo wana Rukwa, wana Sumbawanga wanashuhudia historia kubwa na ya kipekee. Tangu mwaka 2023 baada ya uwanja huu wa ndege kufungwa ili kupisha ukarabati, ambapo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alitoa shilingi bilioni 60 kwa ajili ya ukarabati wa uwanja huu. Leo hii wana Sumbawanga wanashuka kutoka Dar es Salaam na chuma hiki hapa. Lakini mtazamaji, hivi karibuni mnamo mwezi Machi, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba pia aliutembelea uwanja huu kwa ajili ya kuangalia maendeleo ya ukarabati wake. Na hapa alitoa maelekezo kwamba uwanja huu ukamilike mapema na ndege zianze kutua ili wananchi waweze kufurahia safari hii. Leo tunashuhudia ndege hii imetua. Hebu tujikumbushe Mheshimiwa Waziri Mkuu alipokuwa akiuzungumzia uwanja huu wa ndege. Nikiwa nimejionea mwenyewe, niwapongeze sana kwa kupata uwanja wa ndege. Hii sasa sio Rukwa ya zamani. Hii ni Rukwa ya sasa. Rukwa ya viwango. Mhandisi Joseph Steven ni mkuu wa idara ya miradi ya maendeleo kutoka TANROADS mkoa wa Rukwa. Anatuambia maeneo ambayo waliyafanyia kazi baada ya waziri mkuu kufanya ziara na kuyatolea maagizo kwenye uwanja huu. Vifaa vya ukaguzi vilikuwa vimefika, lakini vilikuwa havijakamilika. Hivyo Mheshimiwa Waziri Mkuu alielekeza vifaa hivyo viweze kukamilishwa, na pia kulikuwa information sign, yani sehemu za kupokea, kuwapa taarifa abiria wanaoingia kwa ajili ya kusafiri au wanaowasili. Ila taarifa hizo vibao vimeshawekwa, na hatua kama jinsi tunavyoona abiria tumeweza kuwa wanapokelewa na kupata huduma ya kiwanja cha ndege. Mtazamaji, tukio hili la ndege ya kwanza ya abiria kutua katika uwanja huu wa Sumbawanga liliongozwa na mkuu wa mkoa wa Rukwa, Mheshimiwa Makongoro Nyerere, ambaye anasema ziara ya Mheshimiwa Waziri Mkuu mnamo mwezi Machi ilikuwa na manufaa makubwa ambayo yamepelekea kuanza kwa safari hizi za ndege. Nimshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kufanikisha jambo hili. Lakini bila ya kusahau nimkumbuka kiongozi wangu mpya mpendwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Mwezi wa 3 tulikuwa naye katika mkoa wa Rukwa. Alikuwa na ziara ya mkoa wa Rukwa na nilikuwa naye hapa, na alipoteremka alikagua miradi mingi. Mradi wake wa kwanza kabisa alikagua ilikuwa ni uwanja wa ndege wa Sumbawanga. Mheshimiwa Waziri Mkuu alitoa maagizo kwa wizara husika, safari zianze mapema iwezekanavyo. Tayari safari leo zimeanza. Nashukuru sana, Mungu awabariki sana. Mtazamaji, nimefanikiwa kuzungumza na rubani ambaye ametua hapa kwa mara ya kwanza katika uwanja huu wa ndege wa Sumbawanga. Mzee wangu, habari yako? Salama kabisa. Unaitwa nani? Naitwa Kapteni Menard Mkumbwa. Hebu tuambie safari ilikuwaje? Safari ilikuwa safi kabisa, shwari. Hali ya hewa njiani ilikuwa nzuri. Waongoza ndege wetu wametuongoza vizuri kabisa, na mpaka wakatupa hali ya hewa ya Sumbawanga. Kwa hiyo tulikuwa tuna uhakika kabisa kwamba tunaikuta Sumbawanga katika hali gani tukija kutua. Baadhi ya abiria ambao wametua na ndege hii na wale wanaondoka na ndege hii pia tumezungumza nao. Kwa pamoja wamezungumzia hisia zao kuhusu kuanza kwa safari hizi. Niseme tu kwamba wakati ndege inatua niliona machozi yakimtoka. Tumesumbuka kwa muda mrefu. Kwa hiyo mimi binafsi kwa niaba ya wananchi wa Rukwa tuseme tunaishukuru serikali ya Mama Samia kwa uongozi bora na mahiri. Leo hii Sumbawanga tunaruka na ndege ya ukweli, sio zile ndege zilizokuwa zinasemwa za kuzaniwa.
Waziri Mkuu ni mchapakazi kwa sababu yeye ndio anashughulika na kazi kuu za serikali, ndio msimamizi wa shughuli za serikali. Kwa hiyo kuhimiza uwanja huu uweze kufanya kazi, aliona fursa ni kubwa na wananchi wanahitaji huduma kubwa katika ukanda huu wa Nyanda za Juu Kusini. Usafiri huu ambao umeanza unatajwa kwamba utaleta maendeleo makubwa na kuchochea uchumi wa mkoa wa Rukwa. Mimi ni Beni Mwanantala.